السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Aliyefamiyadahullah Ta'ala ibn Aziz anasema mimi nilikuwa naendelea kueleza kuhusu maisha ya maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walioshiriki katika mapigano ya Badr, na mimi leo nitaendelea na mada ile ile. Katika Ijumaa kadhaa iliyopita, kwa sababu ya ziara ya nchi na vile vile kwa sababu ya jalsa, nilikuwa sielezi kuhusu mada hii. Katika tarehe 20 ya September ilikuwa hutuba ya mwisho ambamo nilieleza kuhusu maisha ya masahaba, na katika hutuba hili nilikuwa naeleza kuhusu Hazrat Khubayb bin Adi, na nilikuwa naendelea kueleza kuhusu maisha ya Hazrat Khubayb bin Adi. Katika hutuba ambamo nilieleza kuhusu Hazrat Khubayb bin Adi, nilieleza wakati alipokuwa anauawa katika njia ya Mwenyezi Mungu, alimwomba Mwenyezi Mungu ampelekee Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam salamu zake. Hazur anasema hawa masahaba walikuwa na masahaba ambao walipata ukaribu na Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu pia alithibitisha kwamba yupo karibu nao. Na wakati huyu alipomwomba Mwenyezi Mungu kwamba Mungu amekee Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam salamu zake, basi Mwenyezi Mungu sawa na maombi yake alimpelekea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam salamu zake. Na wakati alipopokea salamu zake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema wa alaikumus salam, na aliwaambia masahaba kwamba Khubayb ameuawa katika njia ya Allah. Wakati ya Khubayb na wenzake walipouawa, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwambia Amr bin Umayya ale Makka, na yule ambaye aliwaua masahaba zake yeye auawe. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimtuma Jabbar bin Sakhar pia pamoja na Amr bin Umayya. Hawa wote wawili wakafika karibu na Makka na wakaacha ngamia zao nje ya Makka na wakafika
ngamia na Hazrat Jaban bin Sakhra akasema lao tungeweza kufanya tawaf ya Makka na Kaaba na tungeweza kusali raka mbili nafali. Hazrat Amr akasema Makureish wana tabia kwamba baada ya kula wanakaa nje ya nyumba zao ili isije wakakamatwa na maadui. Na Jabar akasema sisi hatutakamatwa. Kwa hiyo Hazrat Jabar anasema tukafanya tawaf na tukasali raka mbili na baadaye tukaanza kumtafuta Abu Sufyan. Tulikuwa tunaenda kwa miguu. Mtu mmoja wa Maka akatuona na akanitambua na akasema Amr bin Umayya, huyu ni Amr bin Umayya, lazima amekuja na njama fulani. Kwa hiyo Amr anasema sisi tukatoka nje katika Maka tukapanda juu ya mlima na watu wa Maka wakaanza kutafuta. Sisi tulipopanda juu ya mlima wale watu wa Maka wakakata tamaa na wakarudi, na baadaye sisi tukajificha kwenye pango na tukalala pale katika pango lile. Asubuhi Kureshi moja akaja ambaye anaenda na farasi yake. Sisi tukajificha tena katika pango na nikasema huyu akituona atapiga kelele, kwa hiyo ni vizuri kwamba sisi tumkamate tumue. Amr anasema kwamba nilikuwa na kisu nilitayarisha kwa ajili ya Abu Sufyan, kwa hiyo nikamshambulia na yule mtu na kisu kile na akapiga kelele na watu wa Maka wakasikia sauti yake, na mimi nikajificha tena katika pango langu. Watu wa Maka wakamjia na yeye alikuwa karibu kufa. Wale watu wa Maka wakamuuliza nani amekushambulia, na akasema kwamba Amr bin Umayya amenishambulia, kisha baadaye akafa. Lakini hakuweza kuambia mahali ambapo tulikuwa tumejificha. Hazur anasema kwamba zamani ilikuwa hali ya aina hii kwamba watu walipokuwa wakijua kwamba mtu amejificha wapi, lazima walikuwa wakimuua kwa sababu ya kuwa na uadui. Na yule mtu aliuawa kwa sababu angejua kwamba hawa wamejificha pale pangoni, angeenda kule Maka na kuwafahamisha watu Maka na wangekuja kuwa hawa masahaba wawili. Kwa hiyo yule mtu aliyekufa wenzake wakachukua maiti yake na wakampeleka maiti. Na sisi usiku ile tukatoka katika Maka na tukaelekea kwenye Madina, na njiani tulikuta kwamba tukakuta maiti Hazrat Khubayb bin Adi. Kule pia mdui moja alimwona Amr bin Umayya, lakini yeye pia hakuweza kumtambua yeye. Hazrat Jabar akafika karibu na maiti ya Hazrat Khubayb na akachukua maiti yake haraka haraka na akaanza kutembea mbio sana, na wale watu ambao walikuwa wanalinda maiti ile wao pia wakaanza kuwafuata, na wao walikuwa wamelewa sana, kwa hiyo hawakuweza kuwashika. Na kwa hiyo Hazrat Jabar akaenda mbio sana na maiti ya Khubayb. Wale watu wa Makka waliendelea kuwafuata, lakini hawawezi kuwakamata. Hivi Mwenyezi Mungu aliwalinda. Hazrat Amr anasema nilimwambia mwenzangu Jabar kwamba wewe uondoke na ngamia, mimi nitawazuia hawa watu wasikufuate. Hazrat Amr anasema basi mimi nikaenda mpaka nikafika katika mlima wa Najlan ambaye ni mbali kilomita 25 kutoka Maka, jificha ya pangoni. Nikatoka nikafika Harj ambayo ni maili 78 maili kutoka Maka. Nikafika karibu na Madina.
washirikina wakawaona watu wawili ambao walitumwa kwa ajili ya kufanya jasusi. mimi nikawa kwamba wao wasipigane, lakini wakapigana naye. Kwa hiyo mmoja wao nikamua na mmoja wao nikamkamata na nikamleta Madina. sawa na riwaya ingine Hazrat Amr bin Umayya anasema kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimtuma yeye peke yake kwa ajili ya jasusi ya Makka. Anasema mimi nikafika karibu na Makka na nilikuwa na hofu isi watu wakaniona, na nikajificha na sawa na riwaya nyingine imeelezwa kwamba Hazrat Amr bin Umayya anasema nilipochukua maiti ya Hazrat Khubayb nikasikia sauti fulani nyuma yangu, lakini niliposimama sikumuona mtu yeyote, na maiti ya Khubayb alikuwa ameshapotea, alikuwa hayupo pale. Huzur anasema riwaya ya kwanza niliyoeleza ni sahihi. Wakati Hazrat Jabar alipochukua maiti ya Khubayb na yeye alienda na maiti ya Khubayb, kuna riwaya ya aina mbalimbali na kuhusu yeye ilikuwa mashuhuri kwamba maiti ya Khubayb alizama ardhini na makufara hawakuweza kufedhesha maiti yake. Riwaya moja ni kuhusu Khubayb wakati alipokamatwa na maadui. Khubayb aliwekwa katika nyumba fulani. Alifungwa katika nyumba ya Muawiya, alikuwa mtumwa, baadaye alisilimu. Yeye baada ya kusilimu alikuwa akielezwa kwamba mimi sikumwona mtu mwingine mzuri zaidi kuliko Khubayb. Nilikuwa nikimwona alikuwa amefungwa na silsila, na kule mahali ambapo alifungwa kulikuwa hakuna msimu wa zabibu, lakini alikuwa anakula zabibu. nilimwona mara nyingi kwamba anakula zabibu, na yeye alipewa chakula kutoka kwa Mwenyezi Mungu. alikuwa akiswali sala ya tahajjud na alikuwa akilia sana. Anasema siku moja nikamuuliza Khubayb, ewe Khubayb, je, unahitaji kitu chochote? Akasema hapana, mimi sihitaji kitu chochote, lakini mimi nataka kitu kimoja tu, kwamba unipatie maji baridi na usinipatie nyama ambayo inachinywa kwa jina la maswanamu. Na jambo la tatu ni kwamba watu watakapoamua kuniua basi niambie. Kisha mwezi wa huruma ilipopita na makafiri waliamua wataamua Khubayb bin Adi. Huyu anasema mimi nilimwambia Khubayb kwamba watu wa Maka wameamua ili wakuamue, lakini nilimkuta Khubayb alikuwa hana wasiwasi. Khubayb akasema kwamba unipatie reza fulani ili niweze kujisafisha. Anasema mimi nilimpatia reza mtoto wangu na yeye alienda kumpatia. Wakati mtoto wangu alipoenda karibu naye, basi nikapata wasiwasi kwamba huenda huyu ni Khubayb na atachukua kisasi, kwa sababu amefungwa katika nyumba yangu na ameshikwa na maadui, na huenda yeye ataamua mtoto wangu. Basi mimi nikajisikitika kwamba kwa nini nimemtuma mtoto wangu. Na katika riwaya inapatikana kwamba mtoto aliendelea kucheza karibu na Khubayb, lakini Khubayb hakumua yule mtoto. Inaonekana kwamba alikuwa mkubwa kidogo, sio mdogo sana, na yeye aliendelea kucheza karibu na Khubayb. Anasema wakati mtoto wangu alipofika karibu na Khubayb
akamwambia yule mtoto kwamba wewe ni mwenye shujaa sana. Je, mama yako hakujali kwamba mimi nitakuua na yeye amekupatia razor na kisu, ila hali nyinyi umeshaamua kuniamua? Yule mwanamke Maawi anasema nilikuwa nasikia maneno haya ya Khubayb, mimi nikamwambia kwamba mimi nimekutegemea na kwa kutegemea Mungu wako nimemtuma huyu mtoto wangu, na yeye amekuletea kisu au razor, na sikumtuma mtoto wangu ili wewe umuue. Hadha Khubayb akasema mimi sio mtu wa aina hii kwamba mimi nimuue huyu mtoto mdogo. Sisi hatuendi kinyume na mafundisho ya dini tukufu ya Islam. Kisha nikamwambia Khubayb kwamba kesho watu wameamua watakuua. Kesho yake ikatokea hivi kwamba Khubayb alifungwa na silsila na wakampeleka katika sehemu iitwayo Tan'im, na wakamchukua na wakampeleka mpaka Tan'im, na kwa ajili ya kuuawa kwake watoto na wanawake na watu wengi Maka walijumuika pale katika sehemu ya Tan'im. Na sawa na riwaya hii hakuna mtu hata mmoja aliyebaki katika Maka, wote walienda mahali ambapo ilipangwa atauawa. Wale wakubwa wa Maka ambao walitaka kuchukua kisasi, wale watu wote kwa ajili ya kuchukua kisasi, na wengine ambao walikuwa maadui wa Islam tu, wakubwa wao hawakuuawa katika Badri. Hawa wengine pia walienda kule kwa ajili ya kuona tamasha namna gani Khubayb anauawa. Sawa na amri ya viongozi wa Maka, mbao moja ilitayarishwa na Khubayb alisimamishwa karibu na mbao. Khubayb akauliza, je, mimi naruhusiwa kusali nafali? Wakasema ndio. Kwa hiyo Khubayb akasali nafali 2 haraka haraka. Hii ilikuwa riwaya ya huyu mwanamke, lakini sawa na Ibn Saad imeelezwa hivi kwamba Muawiya alikuwa mtumwa ambaye nyumba yake Khubayb alifungwa, na sawa na riwaya nyingine Khubayb alifungwa katika nyumba ya Ukba, na mke wa Khubayb alikuwa akimpatia chakula. Allama ibn Jazri anaandika kwamba hadha Khubayb alikuwa sahaba wa kwanza ambaye alisulubiwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Yani yeye alipouawa alifungwa na mbao hivi, yeye alikuwa sahaba wa kwanza aliyesulubiwa. Hadhrat Muslim anasema kuhusu tukio hili la kuuawa kwa Khubayb, anasema kwamba Abu Sufyan aliyekuwa kiongozi Maka alikuwepo pale. Yeye akamuuliza Khubayb, je, wewe hupendi kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hapa mahala pako na wewe uwe nyumbani kwako na uwe na starehe na raha kwa nyumbani kwako? Yeye akasema kwamba Abu Sufyan, unasema nini? Wallahi mimi naona ni uwawe katika njia ya Mwenyezi Mungu nife, lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asipate usumbufu wa muuba hata mmoja tu. Na yeye alimjibu kiasi hiki kwamba Abu Sufyan alipata athari yake, na yeye akamuona Zaid kushangaa. Na Abu Sufyan akasema katika maneno ya chini kwamba wallahi Mwenyezi Mungu ni shahidi kwamba jinsi maswahaba wanampenda mtume, mimi sikuona mtu mwingine yeyote ambaye anampenda kiongozi wake. Hii ilikuwa hali ya mapenzi ya maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walikuwa wakimpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiasi hiki. Kisha Mungu pia alikuwa akiwatendea kivipi, habari yake pia imeelezwa. Wakati huyu aliposema kwamba mimi ikiwa na uwawa katika njia ya Mwenyezi Mungu, nikianguka upande wowote mimi sijali, anguka kulia, kushoto, mbele au nyuma, mimi sijali nitaanguka upande gani,
mimi nauawa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye alikuwa na hamu moja tu kabla ya kuuawa kwake, kwamba yeye anataka kuswali nafila mbili. Yeye alikuwa na hamu ya kumpelekea mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam salamu, na Mungu alitimiza hamu yake na salamu zake zilipelekwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa anampenda mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba yeye hakukubali kwamba yeye aone yeye apate shida kidogo na yeye apate shida au mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam apate shida badala yake, bali yeye alitaka kwamba mimi sitaki hata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam apate shida ndogo, matatizo ya aina yoyote. Sahaba mwingine ni Hazrat Abdullah, alikuwa kutoka katika kabila la Banu Auf. Alikuwa mtoto wa Abdullah bin Ubay bin Sulul. Alikuwa sahaba mzuri wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Abdullah mama yake anaitwa Khawla bint Munzir, na jina lake zamani lilikuwa Khubab. Mtume sallallahu alaihi wasallam alibadilisha jina lake na alimpatia jina la Abdullah, na alimwambia kwamba Khubab ni jina la shetani, kwa hiyo mimi nimebadilisha jina lako. Ubay alikuwa anajulikana kwa jina la mama yake, kwa sababu mama yake alikuwa anaitwa Salul. Alikuwa cousin, alikuwa shemeji wa Abdullah Abu Amir, ambaye alikuwa akieleza kuhusu ujaji wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Amir aliishi maisha ya rahbania, na wakati mtume sallallahu alaihi wasallam alipotumwa, yeye akawa mdui wake na akashikwa na husuda na akapata bughudha, na akaendelea kubaki juu ya ukafiri wake, ila hali kabla ya kuja kwa sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwaambia kwamba mtume Muhammad ameshadhihirika. Na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimpatia huyu Abu Amr jina la Fasik. Katika Abdullah kuna watoto, habari yao inapatikana katika historia. Hazrat Abdullah alisilimu na alikuwa sahaba mzuri wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Abdullah alishiriki katika mapigano yote ikiwemo Badr pamoja na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah alikuwa anajua namna ya kuandika. Hazrat Abdullah alikuwa akiandika wahi ya Qur'an tukufu. Katika riwaya moja imeeleza kwamba katika Uhud pua lake lilikatwa, na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwambia kwamba yeye atengeneze pua la dhahabu. Na katika riwaya nyingine imeelezwa kwamba meno yake mawili yalivunjwa, na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwambia kwamba atengeneze maneno yake na atengeneze maneno ya fedha. Na Huzur anasema kwamba riwaya ya pili inaonekana ni sahihi zaidi, ambamo imeelezwa kwamba meno yake mawili yalivunjwa katika vita ya Uhud, na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwambia kwamba atengeneze meno ya dhahabu. Katika Abu Sufyan aliwapatia challenge Waislamu kwamba sisi tutarudi tena mwakani. Kuhusu hii katika Sirat Khataman Nabiyin Mirza Bashir Ahmad Saheb ameeleza maelezo haya. Anasema baada ya Uhud, wakati makafiri walipokuwa wanarudi, Abu Sufyan aliwapatia Waislamu
challenge kwamba mwakani tukirudi sisi tutapigana nanyi, na mtume sallallahu alaihi wasallam alikubali challenge yao. Mwakani katika mwezi wa Shawwal mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na masahaba 1500 alitoka nje kutoka Madina, na nyuma yake alimteua kuwa Abdullah bin Ubay bin Sulul kuwa kiongozi wa Madina, amiri wa Madina. Upande mwingine Abu Sufyan bin Har pia alitoka pamoja na wenzake 2000. Lakini licha ya kuwa na hali kwamba walipata ushindi na walikuwa wengi, lakini walikuwa na hofu. Sufyan alikuwa anataka kwamba yeye atasubiri mpaka anapata wenzake wengi zaidi, na yeye bado alikuwa kwenye Makka. Mtu mmoja akatumwa upande wa Madina, na yeye alipewa amri hii kwamba yeye awazuie Waislamu wasitoke nje katika Madina, wasijitokeze kwa ajili ya mapigano. Yule akaja Madina, yeye akawaambia Waislamu kuhusu matayarisho ya Sufyan na watu wa Makka. Kwa hiyo watu wengine wakaanza kuogopa kutoka nje katika Madina ajili ya kupigana na wale makafiri. Lakini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawahutubia na akasema kwamba sisi tulikubali challenge ya makafiri na tuliwaahidi kwamba tutatoka. Kwa hiyo sisi hatuwezi kwenda kinyume na ahadi yetu na kinyume na challenge yetu. Hata mimi naenda peke yangu, na mimi nitaanza kupigana na makafiri. Na hofu ya watu ikaondoka, na watu wote walikuwepo pale Madina wakawa tayari kuondoka pamoja na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wale masahaba wa Madina, Waislamu Madina, walipata hofu kwa sababu ya uvongo wa yule mtu aliyekuja kusambaza uvongo katika Madina kwamba makafiri wanatayarisha ajili ya mapigano na Waislamu. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka pamoja na masahaba 1500, lakini upande mwingine Abu Sufyan akatoka na wenzake 2000. Waislamu wakafika Badr sawa na ahadi yao, lakini Wakureshi wakatoka nje, lakini wakarudi tena katika Maka. Na kwa nini walirudi? Maelezo yake ni hivi kwamba Abu Sufyan alipopata taarifa kwamba yule mwakilishi wake ameshindwa, hakuweza kuwazuia Waislamu, basi Abu Sufyan akapata hofu. Na Abu Sufyan akawaambia na wenzake kwamba mwaka huu kuna ukame sana na watu wana shida, kwa hiyo sio rahisi kupigana. Wakati tutakuwa na starehe na tutakapokuwa na vifaa tutajiandaa zaidi na tutashambulia Madina. Lakini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na wenzake wakakaa siku 8 katika Badr. Na kule katika mwanzo wa Zulqada watu walikuwa wakifanya sherehe fulani. Kwa hiyo watu wakafanya sherehe yao pale, na masahaba wakafanya biashara yao pale, wakapata nafasi ya kufanya biashara. Na inasemwa kwamba sahaba walikaa siku 8 na wakafanya biashara na wakaongeza mali yao mara 2 kwa sababu ya biashara waliofanya katika hafla ile na sherehe ile. Wakati sherehe yao ilipokwisha na Abu Sufyan kuja na wenzake, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akarudi Madina pamoja na wenzake. Na Abu Sufyan baada ya kurudi Maka akaanza kuandaa kwa ajili ya kushambulia Madina. Na vita hii inaitwa Amrul Muaid. Hazrat Abdullah wakati wa uhalifa wa Abu Bakar katika Hijria 12 aliuawa katika mapigano ya Yamama. Kuhusu baba yake Abdullah bin Ubay bin Sulul kuna riwaya katika Bukhari. Mazuri anasema mimi naeleza riwaya hizi ili sisi tujue kuhusu historia pia. Usama bin Zaid asimulia kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akapanda juu ya
punda fulani na akamkalisha Zaid nyuma yake. Alikuwa anaenda katika nyumba ya Saad bin Ubada, na nyumba yake ilikuwa katika kabila la Khazraj, na tukio hili lilitokea kabla ya Badr. Usama anasema wakati tulipokuwa tunatembea tukapita karibu na hafla ambamo Abdullah bin Ubay bin Sulul pia alikuwa amekaa, na wakati yule Abdullah bin Ubay bin Salum alikuwa bado hajasilimu. Na katika hafla ile washirikina wengine pia walikuwa wamekaa, na Mayahudi kadhaa pia walikuwepo, na Waislamu kadhaa pia walikuwepo katika hafla ile. Abdullah bin Rawaha pia alikuwepo katika hafla ile. Wakati vumbi ilipofika juu ya wale watu, Abdullah bin Ubay bin Sulul akamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Abdullah bin Ubay bin Sulul akamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kwamba asiwatupie vumbi. Mtume sallallahu alaihi wa sallam akashuka chini na akawapatia ujumbe wa Islam na akawahubiri. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akamwambia Abdullah bin Ubay bin Sulul kwamba wewe huwezi kusema maneno mazuri zaidi kuliko maneno uliyosema. Na Abdullah bin Ubay bin Sulul akamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kwamba wewe usije katika hafla zetu, bali urudi nyumbani kwako. Lakini Abdullah bin Rawaha akasema, hapana Mtume, wewe uje katika hafla zetu na utuambie kuhusu mafundisho ya Islam, sisi tunapenda mafundisho ya Islam. Basi Waislamu na Mayahudi wakaanza kujadili, na walikuwa karibu kushambulia wenyewe kwa wenyewe. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aliendelea kuambia kwamba wao wasipigane. Hatimaye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akapanda juu ya punda lake na akaondoka mpaka akamjia Saad. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akamwambia Saad kwamba, ewe Saad, wewe hukusikia Abu Hub amesema nini leo? Yani alikuwa anasema kuhusu Abdullah bin Ubay bin Sulul. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akamwambia Saad kwamba yeye aliniambia hivi na hivi na hivi. Hadhrat Saad akasema kwamba, ewe Mtume, umsamehe huyu mtu. Wallahi yule Mungu ambaye amekuteremshia kitabu Mungu ameleta haki kwetu. Watu wa kijiji hiki waliamua kwamba Abdullah atateuliwa kuwa kiongozi, lakini wakati Islamu ilipokuja na Mwenyezi Mungu alikupatia taji ile, na hakupenda kwamba taji hii apewe Abdullah bin Sulul. Ndio maana yeye alikasirika na hakupendelea kitu hiki, ndio maana amekukasirikia. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamsamehe, na Mtume sallallahu alaihi wasallam masahaba zake pia walikuwa wakiwasamehe hawa washirikina, na walikuwa wakisubiri kwa sababu ya usumbufu wao. Mwenyezi Mungu amesema ndani ya Qur'ani tukufu kwamba lazima nyinyi mtasikia kutoka katika watu hawa waliopewa kitabu na wakafanya shirki, lazima mtasikia maneno machafu na maneno ya kuudhi. Kisha Mwenyezi Mungu akasema, wadda kasir min ahli kitabe lao yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan li anfusihim. Yani katika ahli kitabu hapo wengi ambao wanataka kwamba lao nyinyi murudi katika hali yenu ya zamani, yani nyinyi muwe makafiri mara ya tena.
na hawa wanasema hivi kwa sababu ya kuwa na husuda, basi uwasamehe na uendelee kuwasamehe, na bila shaka Mwenyezi Mungu anaye uwezo juu ya kila kitu. Kwa hiyo Mtume sallam sawa na amri ya Mwenyezi Mungu alikuwa tanguliza msamaha na ghufira. Hatimaye Mwenyezi Mungu alimruhusu Mtume Muhammad sallam na alipambana na makafiri katika Badr. Na katika Badr viongozi wa makafiri walishiriki, Abdullah bin Ubay bin Sul na wenzake wote ambao walikuwa washirikina. Yeye alipoona kwamba sasa Mtume Muhammad sasa anaendelea kuimarika, yeye akasilimu. Yani yeye alipoona Mtume sasa amepata ushindi, yeye akapata hofu, na kwa sababu ya hii yeye alisilimu. Hazur anasema kwamba riwaya hizi mimi naeleza kwa ajili ya kueleza historia, ingawa riwaya hizi hazihusiki na sahaba ambaye naeleza kuhusu maisha yake. Kuhusu Abdullah bin Ubay bin Sulul, maisha yake yalikuwaje na mwenendo wake ulikuwaje, Ahmed Bashira Masahib amesema baada ya Uhud Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwakusanya Waislamu na alichukua ushauri kwamba je sisi tubaki Madina au tutoke nje. Abdullah bin Ubay bin Sulul pia alikuwepo pale. Yeye alikuwa mnafiki, lakini baada ya Badr alisilimu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi mara ya kwanza alimshiriki katika ushauri wake. Mtume sallallahu akaeleza kuhusu njama za makafiri na akasema kwamba mimi nimeona ngamia, nimeona ngombe katika ndoto, na nimeona upanga wangu pia umekatwa, na nimeona kwamba ngombe anachinjwa, na vile vile nimeona kwamba kuna kondoo juu yake mimi nimepanda. Masahaba wakasema wewe unasemaje, maana ya ndoto yako ni nini? Mtume sallallahu akasema kwamba kuchinjwa kwa ngombe maana yake ni kwamba masahaba zangu kadhaa watauawa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuvunjwa kwa upanga wangu maana yake ni kwamba katika jaa yangu mtu mmoja atauawa au mimi mwenyewe nitaudhiwa. Na nilipoweka mkono wangu katika kinga maana yake ni kwamba sisi ni vizuri tukae katika Madina badala ya kutoka nje. Nilipopanda juu ya kondoo maana yake ni kwamba kiongozi wa kufar atauawa katika mkono wa Waislamu. Baadaye Mtume sallallahu akaomba ushauri kutoka kwa Waislamu masahaba wengine, kwa sababu ya hali ya kule na kwa sababu ya maelezo ya ndoto ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wao wakashauri kwamba ni vizuri sisi tubaki hapa Madina na sitoke nje. Abdullah bin Ubay bin Sulul pia alitoa ushauri wake hivi kwamba tubaki katika Madina, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipenda rai yao na ushauri wao, na akasema kwamba ni vizuri sisi tubaki Madina na sisi tupigane na makafiri tukiwa katika Madina. Lakini maswahaba walioshiriki ambao hawakuweza kushiriki katika Badr, na hususan vijana ambao hawakupata nafasi ya kushiriki katika Badr, walitaka kupata baraka ya kupigana na makafiri na kuuawa katika njia ya Allah. Wao wakasisitiza na wakasema sisi tunatakiwa tutoke nje katika Madina na tupigane na tupambane na makafiri nje ya Madina, na wao wakatoa ushauri kwamba tunatakiwa tutoke nje. Kwa hiyo Mtume sasa kwa kuona imani yao akasema kwamba sawa, sisi tutatoka nje ya Madina na tutapambana na makafiri. Na baada ya swala ya Ijumaa Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia Waislamu kwamba wao wajiandae na washiriki katika vita ili wapate baraka. Baadaye Mtume sasa akaenda nyumbani kwake, na yeye akafunga kilemba chake na akavaa mavazi yake na akashika upanga wake, na Hazrat Abubakar na Umar alimsaidia Mtume sallam kwa ajili hii, na akatoka nje.
na mtume sasema alipokwenda nyumbani maswahaba wakubwa wakaja kuwaelimisha wale maswahaba ambao walikuwa vijana, na wao wakaelewa kwamba walikosea katika ushauri wao. Wakati mtume saa salam alipotoka nje akiwa amevaa mawazi yake na kinga chake na ameshika upanga wake na yeye amejiandaa, basi wale maswahaba walikuwepo nje wakasema, ya Rasulallah, sisi tulikuwa tumekosea, sisi tulikushauri kinyume na ushauri wako, basi sisi tunakupatia hiari kwamba yeye uamue sawa na hiari yako, sisi tutakufuata. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusikia maneno ya wale vijana kwamba hii ni kinyume na shani ya nabii wa Mwenyezi Mungu, wakati anapojiandaa basi yeye arudi tena nyumbani kwake, mimi siwezi kubadilisha uamuzi wangu kwa sababu hii ni kinyume na shani ya nabii. Ikiwa amejiandaa kwa ajili ya mapigano, yeye hawezi kurudi, basi nini mutoke kwa jina la Mwenyezi Mungu. Ikiwa nini mkionyesha subira, basi muwe na yakini kwamba mtapata msaada kutoka kwa Allah. Na mtume saa salam akatayarisha bendera 3 kwa ajili ya Waislamu, na Usaid bin Uzair alipewa bendera 1, na bendera ya Khazraj alipewa Khubab, na bendera ya Khubab na bendera ya Muhajirin alipewa Ali, na Ibn Maktum aliteuliwa kuwa imamu wa sala katika Madina. Kisha baada ya swala ya alasiri mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitoka nje katika Madina pamoja na maswahaba zake. Saad bin Muadh na Saad bin Ubada walikuwa wanatembea mbele ya ngamia yake, na masahaba wengine walikuwa wanatembea kulia kwake na kushoto kwake na nyuma yake. Uhud ni nje ya Madina takriban maili 3. Walipofika sehemu itwayo Shekhen, mtume sallallahu alaihi wasallam akapumzika kidogo na akasema kwamba wapige hesabu Waislamu ni wangapi, na watu wengine pia walitoka pamoja na maswahaba. Kwa hiyo watoto hawa walirudishwa. Rafi bin Khadij pia alikuwa mtoto, lakini alikuwa mahiri wa kurusha mishale na mikuki. Baba yake akamwomba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba yeye aruhusiwe kushiriki katika jihadi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwona Rafi, na yeye alikuwa amejiandaa vizuri kama ni mwanajeshi. Kwa hiyo yeye mtume sallallahu alaihi wasallam akamruhusu kwamba yeye anaweza kushiriki kwenye jihadi. Kisha mtoto mwingine Samura bin Jundub pia ambaye alikuwa amepewa amri kwamba arudi Madina, yeye pia alimjia mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ikiwa Rafi amekubaliwa, basi mimi pia nikubali, kwa sababu mimi ni mwenye nguvu zaidi kuliko Rafi. Baba wa Samura pia alimjia mtume sallallahu alaihi wasallam na akamwomba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba huyu mtoto pia aruhusiwe. Hazur akasema kama ni hivyo, basi Rafi na Jundub hawa wote wafanye wrestling, na wakanya mashindano, na Samura akapata ushindi juu ya Rafi. Kwa hiyo Samura pia akapewa ruhusa ya kwenda na kushiriki katika jihadi. Samura akafurahi sana. Jioni Hazrat Bilal akasema azan, na maswahaba wakaswali nyuma ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na usiku Waislamu walilala pale pale, na mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya ulinzi wa usiku akamteua Muhammad bin Maslama kwa ajili ya kufanya ulinzi. Pamoja na maswahaba 4 aliendelea kufanya ulinzi. Kesho yake, yani tarehe 15 Shawwal hijria 3, ni siku ya Jumamosi, wakati wa sehri Waislamu hawa wakaelekea mbele,
na njiani wakaswali swala na wakafika katika sehemu ya Uhud. Abdullah bin Ubay bin Salul akaasi na yeye pamoja na wenzake 300 akarudi Madina na akasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hakukubali ushauri wangu na ametoka nje kwa kupokea ushauri wa vijana, kwa mimi siwezi kushiriki pamoja na Mtume Muhammad. Watu wengine wakamwambia kwamba unafanya uasi na kitendo hiki si kizuri. Yeye akasema kwamba mimi siwezi kushiriki na kujiingiza katika maangamio. Kwa hiyo waislamu waliobaki idadi yao ilikuwa 700 na makafiri walikuwa 3000. kwa hiyo vita ilitokea ya Uhud na maelezo yake yapo mingine nitaeleza siku inshallah. Sasa hivi mimi nitasalisha ya ghaibu na kwanza nitaeleza kuhusu sifa zake. Na huyu ni Khaja Rashiduddin Saheb, alikuwa mtoto wa Maulana Kamruddin Saheb. Tarehe 10 wa Oktoba 2019 amefariki katika umri wa miaka 86. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alizaliwa katika Kadian 1933 na alikuwa mtoto wa Maulwi Kamruddin Saheb. Maulwi Kamruddin Saheb aliteuliwa kuwa Sadr Khudamul Ahmadi wa kwanza. Alikuwa mjukuu wa Khairuddin Shekhwani na Amir Saheb wa UK. Alikuwa mjomba Amir Saheb wa UK. Mirza Khairuddin Shekhwani na kuhusu ndugu zake wawili Hazrat Masih Maud al-Islam ameandika katika Jami Atham kwamba mimi nashangaa juu ya imani ya wafuasi wangu. Wapo wengine ambao uchumi wao ni mdogo kama Khairuddin Shekhwani na Mahmuddin. Hawa wote ndugu wote watatu ni maskini na wanapata mshahara mdogo, lakini wanashiriki katika mchango. Kisha wakati mwingine Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam alipokumbusha wafuasi wake watoe mchango, hawa ndugu wote watatu walitoa mchango, na Sayyidina Ahmad alayhi salam alisema kwamba mimi nashangaa kwa kuona mchango wao, na wao sawa na Hazrat Abubakar radhiyallahu ta'ala anhu yoyote walikuwa nayo nyumbani wametoa na wametanguliza dini juu ya dunia yao. Kwa hiyo Hazrat Khaja Rashiduddin Saheb alikuwa katika kizazi cha Khairuddin Saheb. Marehemu alifanya kazi katika Air Force ya Pakistan. 1958 alihamia Uingereza. Aliendelea kuitumikia Air Force ya Uingereza, lakini yeye alikuwa anaitumikia jumuiya pia, na usiku alikuwa akifanya kazi na mchana alikuwa akitumikia jumuiya. Alitoa huduma katika idara mbalimbali. Alikuwa kaid wa kwanza wa Khudamul Ahmadiyya katika Uingereza, na wakati ule Khudamul Ahmadiyya ilikuwa chini ya uongozi wa Pakistan. Kwa hiyo alikuwa kaid wa kwanza wa Uingereza. Aliwahi kuwa general secretary, kisha secretary mal, secretary sanata, secretary muriama, naye afsar saga. Alitumikia jumuiya katika idara hizi zote. Khaja Saheb alikuwa na sifa chungu mzima. Alikuwa anapenda sana waifa. Alikuwa akiwaheshimu wabashiri na wazee wa jumuiya na maulama wa jumuiya. Alikuwa mtu mwema sana. Alikuwa akiswali swala ya tahajjud, alikuwa akiswali swala bila kukosa, na alikuwa akitoa mchango. Alikuwa mtu mwenye huruma sana. Alikuwa akiwatendea watoto kwa mapenzi sana, na alikuwa akiwaheshimu wote wakubwa na wadogo, na alikuwa mzee mwenye kufanya maombi sana. Marehemu alikuwa musi kwa fadhila za Mwenyezi Mungu. Ameacha nyuma yake mke na mtoto mmoja wa kiume na mabinti wawili. Ana dada moja na ndugu watatu, na mjukuu wake mmoja ni Bashiri. Siku hizi anaitumikia jumuiya katika MTN na Al-Hakam.
mjukuu wake anasema kwamba kila Jumamosi tulikuwa tukikaa nyumbani kwake na nilikuwa nikilala katika chumba chake na nilimwona kulala alikuwa akiswali nafali na alikuwa akiswali nafali kwa njia nzuri sana na asubuhi alikuwa akiamka kwa ajili ya tahajjud na alikuwa akituamsha sisi pia. Mjukuu wake anasema kwamba tulimpa marehemu alikuwa mwenye moyo mpole sana, alikuwa na sifa za malaika. Siku moja tu yeye alitumia maneno makali dhidi yangu. Wakati halifa wa 4 alipokuwepo hai, nilimuuliza kwamba halifa wa 5 atakuwa nani. Kwa hiyo babu akasema kwamba huruhusiwi kusema maneno ya aina hii ila hali halifa yupo. Zura anasema kwamba alikuwa mtiifu hali ya juu ya halifa, alikuwa akiniandikia barua bila kukosa. Katika siku zake za mwisho pia alikuwa akiniandikia barua, na kabla sijaondoka kutoka Uingereza alikuja kukutana nami. Yeye alikuwa na kansa, alitibiwa, lakini alionyesha subira ya hali ya juu. Mwenyezi Mungu amghufirie na amrehemu, na Mwenyezi Mungu ampatie mahala pamoja na wapendwa wake, na Mwenyezi Mungu awajalie familia yake na vizazi vyake waendelee kuendeleza na mema yake. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.